Mwana we, movie yetu inaanzia mwaka 1959. Hii ni shule mpya na sasa hivi ilikuwa inaelekea kufungwa, na hapa wanafunzi wakifly nje, yani muda wa mapumziko. Na muda kidogo mwalimu alikuja, lakini hapa kuna binti mdogo ambaye alikuwa anaangalia jua, na masikioni mwake kuna miluzi ama sauti za ajabu alikuwa anazisikia. Na sauti hizo halikuwa ajui ni kina nani ambao anamuita, lakini hapa Miss Tyler alikuja na kuambia jamani, sasa wote mrudi darasani. Lakini alipoangalia mbele alimuona mwanamke ama yule mtoto ambaye anaitwa Lucinda yuko peke yake kama amepoteza kumbukumbu ama kuna kitu anaangalia. Waliporudi darasani, mwalimu alimchagua na kuambia jamani, watoto wote tujue tunafungua sherehe ama tunafungua shughuli hii kwa kuwa tunakaribia kufunga shule yetu, kwa hiyo kutakuwa na mashindano. Kwa hiyo yoyote ambaye anaweza akaandika kitu ambacho kitakaa ndani ya miaka 50 atabiri jambo lolote ambalo linaweza likatokea ama utandawazi. Sasa kumbuka, huu ni mwaka 1959. Mwalimu leo anaambia watu wabashiri, na kitu hiko ambacho atakibashiri kitakaa miaka 50, na miaka 50 draw hili litafunguliwa, na maana hawa watakuwa tayari washakuwa kubwa. Akaambia in fact wewe Lucinda, sana na kuchagua wewe, na wewe ndio utakuwa kiongozi, nataka uandike mambo mengi ambayo unahisi yatatokea. Basi kiongozi mwalimu alimtabiria Lucinda, akahisi Lucinda ataishi maisha marefu kuliko watu wengine. Haya bila kujua. Basi wapo wakaanza mashindano kuandika, watoto wanaanza kuandika, kila mtu anatabiri maisha baada ya jinsi atavyokuja. Wengine wanasema kutakuwa na maroboti, yani mambo yanaendelea, kila mtu anachora kitu gani. Mwalimu baada hapo akaanza kukusanya karatasi. Lakini alipofika kwa Lucinda hajakuta mchoro wa aina yoyote, lakini alikuta namba nyingi za ajabu ambazo Lucinda anaziandika tena kwa haraka. Mwalimu alishangaa, lakini mkono wake unaenda haraka sana bila kusimama. Mwalimu akachukua ile karatasi na akapokonya, lakini huyu hakumaliza, lakini kama kuna jambo tofauti. Na baadaye kidogo shughuli zikafunguliwa na shule ikatangazwa kama inafungwa, lakini hapa kwa ajabu Lucinda alikuwa pembeni kabisa na yale mahafali. Na mwisho wa siku, baada punde kidogo, kile kisanduku kikaja na kikazikwa chini kama mwalimu alivyoahidi, na akasema kitafunguliwa ndani ya miaka 50. Lakini mwalimu alipomwangalia yule hakumuona Lucinda na kuona puto tu likiruka juu. Basi akaona jambo tofauti, akaanza kuambia maskari, akaanza kumtafuta, lakini binti hakuonekana. Mwalimu aliposhuka ngazi, lakini anamkuta huyu mtoto yupo ndani ya gym, lakini vidole vyake vyote lowa damu. Mwalimu alishangaa, lakini ukutani anakuta michoro ya ajabu na maandishi ya ajabu, na mwalimu aliangalia macho ya huyu mtoto, yalimshangaza sana, maana huyu mtoto Lucinda kuna sauti za ajabu anazisikia ndani ya masikio yake. Lakini baada ya miaka 50 kupita ama kufika, yani ni siku ambazo sasa hivi na miaka hii ambayo tunao, kuna daktari mmoja ama mchunguzi mkubwa ambaye anaitwa John. Yeye ni mwanasayansi wa geography ambaye anashughulikia mambo mbalimbali ambayo kuhusu ulimwengu na jinsi dunia inavyoenda. Lakini alikuwa na mwanae ambaye anaitwa Caleb alikuwa na babake, lakini babake yeye Mr. John ambaye ameshapoteza mkewe, na sasa hivi yeye ni mwalimu katika shule moja, anafundisha watoto wakubwa masuala ya lecture na mambo mengine kuhusu masuala ya science. Na hapa mwalimu aligundua kama yeye sasa hivi anatakiwa kuwahi shuleni kwenda kumchukua mwanae Karibu. Na hapa leo alikuwa anaadhimisha ile miaka 50 ya ile issue ambayo aliweka ndani ya utabiri wao ambao alitia ndani ya karatasi zile ndani ya miaka hiyo 50. Mwalimu hapa alielezea, na sasa hivi Madam Tyler ameshakuwa mzee, ameshakuwa mtu mzima, na yeye sasa hivi ndo mgeni mwalikwa, na hili jambo Madam analishuhudia. Basi mwalimu alitoa kile kisanduku kwamba jamani, angalieni utabiri. Lakini sasa Karibu mtoto wake na John, yeye alikabidhiwa Lucinda. Alipofungua ile karatasi ya Lucinda hakuna mchoro wote, bali alikuta namba mbali. Lakini ghafla alipofungua karatasi ile, na yeye alianza kusikia sauti vile vile kama Lucinda, na mbele yake kwa kustaajabisha alimwona mtu ambaye akiwa anamwangalia. Lakini ghafla kuna mtu akaja akampokonya ile karatasi, na alipoangalia mbele hakumuona tena yule mtu. Karibu alibaki kuwa kama ana njozi na mambo mengi ambayo alikuwa anakaa, lakini hapa kuna sauti ambayo anaisikia ndani ya masikio yake. Lakini hapa anamuelezea babake, ambaye bwana, nikifaa hiki kidude nilikuwa nasikia, lakini sasa hivi nasikia kama kuna watu wananiambia masikio. Babake akaona kama ni utoto ama mtoto ambao akachanganyika, akamwambia si hivyo vifoni hapa. Anambia hapana baba, sio wewe vifoni. Baba akajua mwanae ni kitu cha kawaida. Anambia lazima ukae usikilize sauti za vitu kama. Lakini hapa John kwa ajabu anakuta ile karatasi ambayo aliandika Lucinda. Akamwambia hii begi hii nyanyua mpata. Anambia bwana, hii nimepata kutoka kwa mwalimu, nimepata kama zawadi kwa wale wanafunzi wa miaka 50 ambao vitu vyake wametabiri. John alichukua vitu vile kwa yeye alikuwa na huzuni kwa sababu mkewe amefariki dunia, muda wote akawa anakunywa pombe. Lakini kumbuka ni mwanasayansi mkubwa na sio mtu wa kuchukulia jambo tu kwa kawaida. Lakini sasa hapa baada ya kuchukua ile glasi kuiweka, kuna kitu cha ajabu kilimchanganya.
kwa sababu hata hadithi ya familia ya John na maisha na siku mkewe, tatizo alilopata ajali ya mkewe ambayo imemtokea, katika karatasi ya Lucinda tarehe na kila kitu kipo, ni 2001 mkewe amefariki dunia. Lakini anajiuliza sasa, kwa nini hivi vitu vimeonekana huko? Akaona huyu mtu anaonekana kama familia yangu. Basi akatoka akachukua vitu sasa, akaanza kupekua zile namba ambazo Lucinda kaandika, akakuta ni ajali ambayo imetokea Marekani, imeua watu 29. Akaona hizi namba zote alizoandika Lucinda katika pepa, akaanza kuziweka sawa, akaanza kuona kitu ambacho kilianza kumchanganya, kwa sababu alikuta ni utabiri tu, na kila tarehe ambayo aliandika humo 99 ilitokea tatizo huko na ugonjwa mkubwa ndani ya India. Hapa Mexico City vile vile kutokea kimbunga. Akaangalia tena hapa tarehe fulani bini fulani 1995, umeelewa? Huko katika Yokohama Japan kumetokea tatizo kubwa, watu 168 wamekufa. Na 2004 India wamepata tatizo kubwa la tsunami, watu wamekufa. Sasa akaangalia na akaona mambo haya yote Lucinda kaandika mwaka 1950 na ngapi, 59. Kwa nini sasa kila alichokiandika ndicho ambacho kinatokea hapa? Akaona ili tatizo inaonekana ni serikali kimya, na maana akaandika jambo hili limeandikwa mwaka 1959 na leo linatolewa, ndio vitu vyote hivi naviona. Nikampa mshangao mkubwa. John akaona hebu kwanza acha nimpelekee swaiba yake ambao naye ni mwalimu mwenzie. Akamwambia bwana, huyu Lucinda ametabiri mambo tofauti na mambo haya yote, matatizo yote ambayo ametabiri tayari ameshatokea, na tatizo lingine linatokea kesho ambalo litaua watu 81. Jamaa akamwambia John, hizo stori zako ambazo unazileta hapa ni stori za kipuuzi, wewe cha msingi ondoka, huna pointi maalum ya kuniambia. Akamwambia sikiliza, hizi namba zote unazoziona hapa ni tarehe za matukio makubwa yametokea. Anamwambia bwana John, huwezi ukanishawishi mimi vitu kama hivyo. John akamwambia bwana, mke wangu amekufa katika ajali ya moto, na hii ajali imeandikwa huko ndani, usione kama labda anasingizia kuongea maneno kama. Jamaa akaona bwanangu utakuwa umechanganya. John kabidi aongee kwa ukali, akamwambia bwana jamaa huyo akaona bora jikatae. John alirudi nyumbani akaendelea kugonga mvinyo mzito kutokana hivi vitu kama vinamuhusu, lakini akaona serikali kimya. Akatoka moja kwa moja kwenda kumuuliza Madam Taylor kuhusu kumbukumbu ya Lucinda. Na madamu akamwambia kweli, japokuwa sikumbuki vizuri, lakini huyu mtoto alikuwa mtu ajabu sana, na alikuwa anaandika na alama nyingi kaziweka shuleni kule katika jimu, kuna maandishi ambayo kayaweka. Kwa hiyo vitu vingi mwalimu alivielezea, japo kumbukumbu haimpi vizuri, na John akaendelea kupata utafiti juu ya maelezo ya mwalimu kutoka kwa huyo mwanafunzi wake Lucinda. Akamwambia Mr. Taylor, huyu mwanafunzi ameandika vitu ndani ya miaka. Akamwambia bwana, mimi sasa hivi nina kumbukumbu ndogo, kwa hiyo siwezi nikakuelezea kila kitu kuhusu Lucinda, lakini nyumba ya Lucinda yapo, na sasa hivi nadhani yuko mtoto wake ama familia yake, lakini Lucinda ameshakufa miaka iliyopita hapo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo unaweza ukavitaka, lakini Lucinda mwenyewe yupo, akifa familia yake unaweza kuikuta. Basi John akaendelea kufuatia uchunguzi na akataka kujua Lucinda anakaa wapi. Lakini hapa mwanae akiwa anacheza watu wawili wasiojulikana ama wasioonekana vizuri, na mtoto akaanza kusikia tena zile sauti katika masikio yake, na mwisho wa siku akalisogelea ile gari. Lakini hao watu wa ajabu waliongea naye kidogo na wakampa kitu ambacho ni jiwe jeusi. Jiwe hili mara nyingi linatoka kwa nyoka, ambao nyoka wakubwa, lakini sijaelewa huyu jiwe hili umelipa kwa sababu gani katika picha hiyo, inamaanisha ni hato. Ndio na movie yetu. John hapa kalitoka akashangaa sana, akamwambia sikiliza mwanangu, mkono umeshikania. Akamwambia bwana, nimeshika ile jiwe ndio baba amenipa watu. Amekupa watu bwana, angalia wageni au watu wasiojulikana ni watu ukaa nao mbali sana. Lakini John akaendelea na uchunguzi, kuendelea kufuatilia masuala ya Lucinda. Kaja hapa akafuatilia Lucinda, akaona Lucinda picha yake, na Lucinda alikufa kwa kujioverdose kwa sababu alikuwa anakula sana dawa kutuliza akili yake vizuri kutokana na msongo wa mawazo. Lakini dada yake John akaja akamshtua. John akashtuka, akamwambia bwana, wazazi wameweka mwaliko, kwa hiyo John inabidi twende nyumbani. Lakini hapa John akamwambia bwana, sikiliza dadangu Grace, wewe naomba uondoke sana, mimi kwa sababu nina mambo muhimu ambayo nafuatilia. Na John akaendelea. Sasa hapa kuna swala la watu 81 ambao Lucinda ameliandika kama watu watakufa. Sasa John anasikia ile ripoti kama masaa matatu ya nyuma alosikia, na akamwambia bwana, ajali imetokea kubwa. John akaanza kufikiria, sasa Lucinda, na maana tarehe zote alizoziandika kwa nini zinatokea na kwa nini ziwe? Na maana Lucinda ametabiri mambo yote ambayo yatatokea na maafa yote mpaka mwisho wa dunia. Basi hapa akampigia karibu mwanae, akamwambia bwana, mimi inabidi utulie kwa sababu kuna hali ya hewa ambayo itatokea, kwa na mimi nakuja kukuchukua sasa hivi. Basi alipofika hapa jamaa akakuta foleni kubwa, na hapa alikuwa anataka kwenda kumchukua mwanae. Akasema hili tatizo nimeshalisoma bwana Fili, unajua GPS yangu ya gari hapa inazingua, niambie hapo kuna umbali gani ili madi nijue nafikaje kumchukua mwanangu hapa. Bwana, kuna urefu kama kilomita 71
Sasa kaangalia akakompare ile tarehe na ukweli kuhusu nini, basi jamaa akapata jambo na moyo wake kama kwenda mbio vibaya, kwa sababu kaambiwa hapa eneo hili tarehe kama leo hapo kutatokea tatizo kubwa. Akiangalia saa, akiangalia location, kila kitu, John akaanza kuchanganyikiwa. Haraka sana John akatoka nje ya gari moja kwa moja kwenda kufuata uchunguzi, kuuliza jamani, kwani hapa mmeka bearing, kuna ajali? Polisi akamwambia hakuna ajali hapa, ila kuna foreign tu na tunaweka mambo vizuri kwa sababu hatuelewi kuna jambo gani ambalo linatokea. Lakini haraka sana polisi anaanza kukimbia, anamwambia angalia nyuma, ghafla ndege inadondoka chini na kulipuka. John aliona jambo lingine katika karatasi, alihisi jambo lingine kama kuna watu watakufa, lakini alijua kwenye katika hili swala madi hawezi kuzuia. Lakini mwisho wa siku John anakuta ajali ni ya ndege, kwa hiyo ina maana akashindwa kutetea watu wasife, na maana hatia ama kitu ambacho kimeandikwa na Lucinda kinakamilika, na John kashindwa kuokoa watu kwa sababu alikuwa ajui ya watu watakufaje. Basi jamaa alikuja hapa, lakini alimkuta dada yake Grace ashamchukua mtoto na kushamleta nyumbani. Kuangalia ndani ya TV watu wakaelezea maneno mengi na kusema watu watakufa, lakini hapa inaonekana tahadhari kwamba jua ndilo ambalo litaua dunia nzima, na tatizo litatokea kwa sababu dunia itamezwa na jua, na jua litalipuka na nishati yake yote ama moto wake mkali wote utaelekea duniani. Ina maana dunia inakaribia kupasuka ama dunia inakaribia kufa. Huu ni mwaka 2009. Basi maiti nyingi zikaonekana hapo na watu 81 kama jinsi alivyoandika Lucinda. Jioni kwake ikazidi kumpa tatizo kwa sababu mawazo mengi, lakini hapa Soibaki akamfuata akamwambia, bwana John, ulichokiongea ni sasa nakiona nisikikalie mbali. Kwa maana hili tatizo limekuja limetokea kweli. Akamwambia, bwana, kama jinsi nilivyokuambia. Huyu mwanamke akaandika kila kitu, na maana hapa alipo kuna tatizo lingine ambalo litatokea. Kwa hiyo inabidi sasa tukae karibu na familia. Lakini usiku hapa ambao yupo katika chumba mwanae wale watu wakamfuata tena. Umeelewa? Kumfuata tena, anamwambia amka na sogea huko. Basi ule mtoto kaamka, akaanza kuonyeshwa nje jinsi maafa yatavyotokea na dunia itavyoangamia. Yaani jua litavyochoma, wanyama wataungua, kila kitu. Sasa hawa watu mpaka sasa hivi sijawajua na aina gani, kama ni majini ama ni viumbe vya hatari, lakini mtoto alipiga ukunga mzito sana baada ya kuona litokeo nje limetokea, na karibu akakaa analia, amejishika kichwa, akawa anaogopa kwa sababu ni kitu kibaya sana. Lakini baba John baada ya kuangalia nje akamuona mtu ambaye amesimama. Alipotaka kutoka nje kumkimbiza ule mtu, mwisho siku akamuona, lakini aliona hapa hakuna kitu, akapiga tu kelele, mwisho siku ule mtu kapotea. Basi akaja akaendelea kufuatilia hapa, akaona Lucinda nyumba yake. Lakini alipofika hapa Lucinda alimuona mwanae Lucinda yuko na mjukuu wake. Hapa akaona bora wewe tuache shobo, mwanangu aende kumtongoza, mimi kumtongoza mama yake. Basi baba na mwana wakagawana. Yeye akaja kuongea na huyu Diana ambaye Diana ni mtoto wa Lucinda. Haya, akiwa John anaongea na Diana hapa kuhusu masuala mama yake, jinsi mama yake alikuwa Diana, lakini kwa sababu mama yake alimtelekeza na yeye akaona kwa nini bibi mkubwa akanitelekeza, basi hakutaka jambo lolote kuongelea kuhusu mamake, kwa sababu mamake Diana na mamake Lucinda na babake Diana waliachana, Diana akiwa na miaka 9 tu. Sasa John akamwambia vitu vingi Diana kuhusu mamake alivyoandika, akamwambia kuna watu 39 wanatakiwa kufa au 33. Kwa hiyo dada akaona huyu jamaa ananichanganya, akakimbia na kumwachia John pale. Lakini John akaangalia location ya binti anapokaa na kila kitu. Basi lakini hapa kuna taarifa habari inatokea kama kuna shambulizi litatokea ama kuna tatizo litatokea. Basi John haraka sana, kwa sababu yeye alikuwa shajua location itakuwa wapi, ikabidi aeleze FBI, bwana jamani, FBI tatizo litatokea sehemu fulani, kwa hiyo na bana inabidi muwe waangalifu. Basi John kwenda katika ile eneo la tukio imadi kwenda kutuzuia ajali nyingine ambayo Lucinda aliitabiri ndani ya mwaka 1959, kipindi hata yeye ajui kama atafika huko ama hakutofika. Basi John alikuja hapa na maaskari baadhi, lakini hapa kuna mtu anamuona akiwa kama eleweki. Huyo mtu alipomuona John akajificha. Basi John akaanza kumfuata yule mtu, yule jamaa akaanza kukimbia kwa haraka na John akaanza kumfuata na maaskari wakaanza kupeana taarifa, bwana mhalifu ambaye anataka kufanya malipuzi au kufanya jambo ni huyu hapa. Basi hapa askari alibahatika kumweka jamaa chini ya ulinzi, lakini kumbe maskini Mungu hakuwa na chochote, bali alikuwa na CD tu, na huyu alikuwa sio jambazi ama gaidi kama ilivyosemekana, bali alikuwa ni mwizi tu wa kawaida na aliba. Sasa John anajiuliza hao watu 170 watakufia wapi? Lakini ghafla pundi sio punde treni linapotea njia katika barabara yake na watu wengi wanapoteza maisha. Eneo na location ndo lile, lakini mauaji ambayo aliyajua John sio ambayo Lucinda alitabiri kutotokea tu majanga, mwaka na tarehe na kila kitu. John
anakosa tena kwa nusuru watu wengine ambao ni 170 na watu hawa wanapoteza maisha. Haya, kwa sababu Diana alishagusiwa ile habari, akaona mamangu ana maana alikuwa nabii ambacho alikuwa anaweza kuona kitu ambacho kinakuja, na nimeshuhudia yale ambayo ameniambia na kweli yametokea. Lakini sasa kama alikuwa na uwezo wa kuona mambo yanayokuja, kwa nini baba aliondoka mapema? Na kwa nini mambo yote mama akayaona? Kwa sababu hata yeye mwenyewe aliniambia nikae naye, lakini mwenyewe nilishindwa kukaa naye. Basi Diana akamchukua jioni mpaka eneo ambalo mama yake muda mwingi alikuwa anakaa huko ama alikuwa anashinda huko. Basi walikwenda kule wakakuta maneno mengi, lakini sasa hapa wanakuta yani hawajui maana yake ni nini. Maana imeandikwa namba afu imalizwa akaona tu, hata tukigeuza nyuma hapana, kila kitu wanapojaribu labda engagement hapana, labda sijui English, hawajui kitu gani ambacho mama yao ama Lucinda alimaanisha. Basi hapa mtoto inabidi amhadisia, ambaye bwana, mimi mama aliniacha kwa mshua nikiwa bado umri mdogo sana, kwa hiyo sielewi mambo mengi ya mamangu. Mamangu alikuwa na uwezo kuona future ama kuona mambo ambayo yanatokea. Mimi kwa sababu nilikuwa na miaka 9 tu, nilikuwa sielewi kitu chochote ambacho kinaendelea. John akaanza kuangalia magazeti na vitu mbalimbali na milipuko ambayo Lucinda alitabiri, lakini hapa anakuta karatasi kubwa ambayo kama mtu yuko chini analishangaa jua, na mtu alikaa kuona hii ni siku ya kiyama, siku ya kiyama ambayo Lucinda ameshaitabiri. Lakini hapa walipoendelea kuangalia walikuta vitu vingi, na Bible ama Biblia ilikuwa kaa juu pale. Jamaa Diana akamwambia bwana, hem tuondoke. Lakini hapa John kuna kitu anakikanyaga. Kile kitu anachokikanyaga ni kama lile jiwe ambalo mwanae alipewa kule na wale watu ambao hawajulikani. Jiwe ni lile, lakini alipoangalia chini ya uvungu wa kitanda cha Lucinda alikuta mawe mengi meusi ambayo yanafanana vile vile. Na alipoendelea kufunua chini ya kitanda kile alikuta na maneno mengi. Sasa hapa anakuta everyone is. Lile neno maana yake everyone is, yani kila mtu atakufa. Sasa John alipopata habari hiyo, na hapa karibu tena wale watu wanawaona tena huku, na wale watu walikuja mpaka kwenye gari la karibu wakaanza kumshawishi kuondoka naye, lakini huyu binti Abby akashika oni na kuipiga kwa nguvu. Wale watu wakaondoka na baba yake John alikuja na Diana moja kwa moja kuangalia nani walipiga oni. Lakini hapa huyu mtoto akamwambia kuna watu wasioeleweka walikuja hapa. Akamwambia wale watu tena wamekutokea tena mara nyingine. Karibu ikabidi aangalia. Lakini John kwa mbali anamuona yule mtu kama akizamia. Akamwambia bwana, baki ndani ya gari, mnenda nao, mimi nakuja. Lakini huyu mtu hakumogopa John, na John kwa mbali hakusikia chochote na kumnyoshia bunduki moja kwa moja. Akamwambia kwa nini mnamfuata mwanangu, na kwa nini mnakuwa na sababu ya kumtisha mwanangu? Lakini huyu mtu alimwangalia na akaachama mdomo wake unakatoka mwanga mweupe ambao John alishindwa kufanya chochote. John alipoangalia vizuri ule mtu hakumuona tena. Lakini hapa John alishajua kitu gani ambacho kinatokea. Kwa hiyo na maana wale watu si watu kawaida, yaani unaweza kusema malaika ama ukasema nini. Alipokuja kuangalia ule mchoro ambao Karibi mwanae ameuchora ni sawa sawa na ule aliochora Lucinda, ambao ni siku ya hukumu ambayo inakuja huko, ambalo jua ndilo ambalo litaleta maafa katika dunia na dunia nzima itapotea kutokana na jua. John haraka sana alitoka katika vyombo vikubwa vya habari na kuja kusema jamani, hakika sayari ya dunia itapasuliwa na jua na hakuna kitu chochote ambacho kitabakia. Yaani maana jua litatoka huko, itapasua Mercury, Venus, kila kitu mpaka kufika katika dunia yetu, na dunia ama sayari zote ambazo zinaishi kama dunia zitapotea. Sasa John akajua kama huu sasa hivi ni mwisho wa ulimwengu ama dunia yote itasambaratika. John kwa tahadhari alifanya uchunguzi wake na kuchoka, na hakujua kitu gani ambacho afanye, na hakujua jinsi gani ya kujilinda yeye pamoja na watoto wake, kwa sababu inasemekana kutoka hapo zimbaki siku chache sana jua lipasue dunia ama jua liangamize dunia. Basi Diana kwa huko anamwangalia John, na haraka sana John akamwambia bwana, inabidi tutafute sehemu nzuri tukajificha hata kama kwenye mapango, ili mradi tuepuke kifo hiki ambacho kinataka kututeketeza. John akamwangalia akamwambia hamna shida, na sidhani kama kutakuwa na sehemu ya kufikia, turudi nyumbani kwa. Wale ni nyumbani haraka sana na kuwaambia watu Karibu kina nani wajiandae na Karibu, lakini tena anaendelea kusikia zile sauti ndani ya masikio yake na zinamcontrol. Hapa na yeye akaandika maneno mengi kama alivyokuwa anaandika Lucinda. Lakini kipindi anaandika babake anamuita Karibu. Alipokuja hapa John haraka sana
kumwangalia mwanae, lakini mwanae anakuwa na tahayari, yani kama mtu ambaye kapigwa na bumbuazi ama akarogwa, na akaendelea kuandika kutumia vidole vyake kuchora. Lakini hapa kuna tarehe ambayo imeandikwa mwaka wa dunia kuisha kabisa, yani sasa hivi ni mwaka 1150 ama 59 ambao Lucinda aliandika mambo yale na kutabiri kama dunia itaisha. Lakini hapa jioni akaona isiwe shida, kama dunia itaisha 2000 na labda 20 na ngapi, 2027 28, basi ngoja kwanza nichukue. Akaenda kuchukua ubao, kuandaa kila kitu, imadi kujikinga na jua kwa akili yake. Lakini hapa kuna maneno mengine alikuwa anataka kuangalia Lucinda katika ile shule, lakini kuja kuangalia hapa akaona hapa hatuna muda wa kupoteza, kwa sababu muda umeshaisha wa kukaa hapa, na hii ndio siku ambazo dunia inabidi ishe. Lakini Diana kwa kitete alichukua gari haraka sana akaanza kuondoka, lakini ndani ya mtandao simu yake ilipoteza kabisa, na akaa haelewi moja wala mbili, huku rais anatangaza, bwana jamani, kuna hatari. Kwa hiyo jua lina mambo mengi ambayo yanaweza kutokea, kwa hiyo jamani wote inabidi muingie chini ya nyumba. Kipindi rais anatoa hiyo, mtoto wake Karibu alimpigia John, bwana baba, kuna 1 2 3. Lakini sasa dada Diana akaona isiwe shida, japokuwa akamkimbia hadi kwa maisha yake kwenda kutafuta ile cover. Lakini John akamwambia, simamisha gari, naomba unisubirie hadi mkakae sehemu salama. Lakini huyu dada akashindwa kuelewa kitu gani ambacho anakimaanisha, na alipokuja kumaliza tu maongezi ya John, kwa sababu ashamuelewa John lengo gani ambalo alitaka, akamwambia basi sawa, mimi nakusubiria. Haraka sana akamwambia ningoje hapo. Lakini sasa ghafla na yeye Diana analikuta lile jiwe kama ambalo lilikuwa nyumbani kwake, ambalo kaliacha mama yake Lucinda. Na alipoangalia huku watoto wamechukuliwa na gari haraka sana wanaondoka. Ikabidi sasa Diana alikimbiza lile gari, lakini bahati mbaya ama nzuri, lori kubwa likaja likamsambaratisha Diana. Na hapa John anapoingiza maguu yake ndani ya ile eneo, anakuta tayari balaa limetokea na kila kitu kipo vibaya, na jua linaonekana kwa mbali ishaanza kuwa jekundu kuimulika dunia ama kuivadia dunia. Na hapa anamkuta Diana akiokoa maisha yake, lakini Diana alikufa hapo hapo. Muda alikufa Diana ni saa 6 kamili. Yani ndo muda ambao mama yake Lucinda alisema mwanangu naye atakufa saa 6 kamili. Kwa kila kitu ambacho Lucinda alikiandika ndicho ambacho kimetokea. Na Karibu na Abby wao wamechukuliwa na watu ambao hawajulikani ni kina nani, wale watu ambao walitoka jua mdomoni. Lakini John alishajua, na moja kwa moja kuwafuata hawa watu. Alipokuja hapa alikuta mawe mengi zaidi ya yale ambayo yeye anayo, lakini mawe yote ni meusi. Na hapa anamkuta yule mtu ambaye hamjui ni nani, akamwambia, bwana ni nani na kwa nini umechukua watoto hao? Lakini hapa anaonekana Lucinda na Abby wamejua sungula. Na Abby alikuja akamwambia, baba, hakika hawa si watu wabaya na ongea nao. Lakini ghafla kikaja chombo kikubwa ambacho kijulikane kimetokea wapi. Inasemekana Mungu ametuma malaika hawa waje kuchukua hawa watu wawili, ama kuchukua huyu Abby pamoja na pamoja na mtoto wake John, yani John Karibu pamoja na Abby wachukuliwe pamoja waondoke nao. Basi akamwambia hawa ndio Mungu ambao amewachagua waende kutengeneza dunia, na nyinyi wengine mlobakia kwa madhambi yenu basi inabidi mtubie, na huo ndio moto wenu. Basi Karibu pamoja na Abby ndio ambao Mungu amewachagua wakatengeneze dunia nyingine, dunia ambayo watazalisha binadamu mbalimbali. Basi John hakuwa na tatizo, akamwambia jamani, mimi kwa nini msinichukua? Akamwambia wewe huna nafasi hiyo ya kwenda huku, kwa sababu Mungu hajakuchagua wewe, na kwa sababu ungekuwa sauti hizi ambazo wanazisikia hawa wanazisikia, basi na wewe ungesikia na tatizo hili lingekuepuka. Wanangu, msisahau kusubscribe na kulike, kucomment. Mnapo subscribe ndipo ambapo mnanifanya mimi niendelee kuwa na nguvu, kuwa na neema. Kama hivyo jamani, chao, tukutane katika likapu nyingine. Balaa limetokea, dunia yote kasambaratika na jua. Abby pamoja na Karibu ndio ambao wamechukuliwa na wale malaika kuwekwa katika dunia nyingine, yani waijaze tena dunia, na dunia yetu imeangamia kwa utabiri wake ambao utabiri. Na huo ndio utabiri ambao sasa hivi wanasayansi wamejigundua kama dunia itasambaratika yote, haitabaki na hakuna yote atobakia. Chao, tukutane.